Uchafu ni sawa na ushirikina tu. Kwa hiyo ina matunguli ya kutosha hapo, tutaipeperusha. Na ni waahidi wanageita wale ambao maeneo yenu yatakuwa machafu, naomba ni waahidi kabisa, msiwe na wasiwasi, tutakuja kuipandisha bendera hii kwa mbwembwe nyingi na tarumbeta, na tutakuwa na vyombo vya habari, tutakutengenezea umaarufu katika nchi hii kwamba wewe ndio umeamua kuwa mchafu daima. Dumu katika makazi yako na eneo lako la biashara na mtaa wako, na mpige makofi kwa sababu ya bendera hii, kwa sababu lazima kuna watu watapata hiyo bendera. Lakini ninyi nyote mnakumbuka ya kwamba mji wetu wakati fulani huwa unapata magonjwa ya mlipuko, na magonjwa ya mlipuko yanapotokea, chanzo kikubwa huwa ni uchafu kwenye maeneo yetu. Lakini sote tunafahamu kwamba tumekuwa manispaa. Unapokuwa manispaa, lazima uhakikishe mji wako unafanana na manispaa. Sasa tumeona tuje na kampeni maalum, kampeni ya kuhamasishana kufanya usafi wa mji wetu, na kampeni hii inakwenda kwa jina ambalo shangazi wa Wasukuma alikuwa analitaja hapa, Yagulaga Gate. Na wenyewe ukiwakuta Wasukuma halisi, mama yetu RPC wanasema Yagulaga Geta, yani ile gate inaitwa Geta. Sasa tumekuja na kampeni hii. Kwa Wasukuma wanafahamu neno Yagulaga maana yake safisha. Kwa hiyo Yagulaga Geta, safisha Geita. Kampeni hii itahusisha nini? Moja ni kuhakikisha pande zote za barabara ambao wako karibu na barabara kuu, maeneo haya yanakuwa safi wakati wote. Tunataka kila mmoja awajibike kusafisha maeneo yake ili tulinde mji wetu na tulinde afya za kwetu sisi wenyewe. Nini kitatokea kwenye kampeni hii? Kama sehemu ya hamasa, tutakuwa na kushindanisha mitaa yetu yote. Mtaa ambao utakuwa umefanya vizuri, kila baada ya miezi mitatu, mtaa wa kwanza utapatiwa shilingi milioni 1. Mtaa wa pili utapatiwa shilingi 600,000. Mtaa wa tatu utapatiwa shilingi 400,000. Lakini sababu na hilo, kutakuwa na tuzo ya mwananchi ambaye aidha kwenye eneo lake la biashara ama kwenye makazi yake amekuja na ubunifu wa kuhamasisha kampeni hii ya Yagulaga Gate, na yeye atakuwa na tuzo yake maalum. Mimi nimechaguliwa na wewe ili kuweza kuzuia na kukabiliana na uchafu ambao unadharisha wewe. Kwa hiyo maeneo kama ya sokoni pale, maeneo ya wazi ya hifadhi hii, tangia leo mkuu wa wilaya ni kuhakikishia kwamba ukiona kwamba ni pachafu, ujue kuna watu moja kwa moja wamekwisha enda sehemu husika ili wakasalimie kule siku 2-3 waweze kuwa na nidhamu. Hatuwezi moja kwa moja kuwa tunapata viashiria vya kipindupindu, typhoid fever pamoja na UTI. Hapana, hili jambo halikubaliki. Kila mtu awajibike eneo lake. Si heshima kupata bendera za namna hii, ni heshima kupata fedha. Kwa hiyo usisubiri kungojea fedha, fanya, kwa sababu usafi unaondoa magonjwa. Na ukifanya kila mara, kwa kweli kazi ngumu ya kufanya usafi inapungua. Kama kila siku unafanya usafi eneo lako, kaya kwa kaya, eneo kwa eneo, taasisi kwa taasisi, kwa wafanyabiashara, tutafanya mji wetu kwa kweli uonekane ni mji msafi na unapendeza kuwa manispaa. Kwa hiyo nichukue fursa hii kupongeza sana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa sababu Geita yetu hii inahitaji sana usafi, tena wa hali ya juu. Na labda nikuongezee tu, bali ya hilo jambo lako, lakini itakuwa vema kuanzia sasa, sisi kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi tunafanya mazoezi. Utuandalie eneo ambalo tukimaliza mazoezi tutakuwa tunaishia hapo, tunafanya usafi. Sisi kama jeshi la polisi na majeshi yote ya ulinzi na usalama kwa Geita, kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi tunaungana kufanya mazoezi. Lakini tutafanya jambo kubwa zaidi, kama baada ya mazoezi tutafanya jambo moja kubwa la kijamii. Na hakuna jambo kubwa la kijamii kama kufanya usafi, kwa sababu usafi ndio afya. Mahali popote ambapo hakuna usafi, lazima changamoto za kiafya zitakuwepo. Kwa hiyo ni wasihi wananchi wa Geita tulipokee ili jambo kwa mikono miwili, na kila mtu licha ya zawadi aone anawiwa kuifanya Geita yetu inakuwa safi, ili tulingane na uhalisia ya kwamba Geita ni manispaa.